Haleluya, haleluya. Mwanafamilia wa maombi ya ukombozi, Mungu akubariki sana. Ninamtukuza Mungu. Asubuhi ya leo tumepata tena kibali na tumepata tena neema. Tumeona nguvu za Yesu Kristo tena zikitusimamisha. Tumeona utukufu wake wa ajabu. Wacha tuinue jina la Yesu Kristo kwa ajili ya utukufu wake mwaka 2026. Nichukue nafasi hii popote pale ulipo tuweze kumshukuru Mungu pamoja kwa kutupa kibali asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, tunakutukuza Baba yetu mwema. Asante kwa uaminifu, asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutupa kibali tena watoto wako. Tumenyenyekea mbele zako Yesu Kristo mwana wa Daudi. Tumeshuka mbele zako kwa rehema nyingi, tukiomba toba. Tutakase Bwana yetu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Sisi ni wenye dhambi, hatustahili kabisa mbele zako, lakini kwa rehema zako tuko hapa tena watoto wako. Tumenyenyekea, tunasi rehema zako tena watoto wako. Tutakase na kutusafisha kwa damu yako ya thamani. Tupe neema tena watoto wako tena siku ya leo, siku nzuri, siku ya baraka, siku ya neema. Usituache Baba yetu, tuone mkono wako na tuone fadhili zako. Asante Bwana Yesu kwa neema na fadhili zako na baraka zako kuu kwetu. Tunakutukuza kwa sababu ya neema, kwa sababu ya fadhili zako, kwa sababu ya mkono wako, kwa sababu ya uweza wako na kwa sababu ya nguvu zako. Utukufu na heshima na enzi na nguvu na mamlaka ni zako, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina. Na unaweza comment sema amina. Na Mungu ni mwaminifu sana, ambaye umeanza naye asubuhi ya leo ni Mungu wa baraka kwetu. Nichukue nafasi kukuomba, kama subscribe channel hii ili uweze kupata maombi ya kila siku asubuhi na majira yale ya usiku, zile zaburi za ulinzi. Nichukue nafasi hii kuomba, kama unapitia changamoto yoyote ambayo unatamani tushare pamoja na tuweze kuomba pamoja, basi tucheki kwenye namba hii WhatsApp. Nitaomba na wewe na Mungu atafanya jambo kubwa la utukufu. Ni muhimu sana kila unapofuatilia maombi ya asubuhi, weka agano la dhabihu, weka agano la sadaka. Mwambie Mungu, ninatamani kila maombi ambayo ninaomba niunganishe na sadaka yangu. Utaona baraka nyingi sana, kwa sababu maombi tu haitoshi tu kuomba, lakini unapoomba ukajiunganisha na dhabihu, uwe na uhakika utaona mkono wa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Nichukue nafasi kabisa kukuomba popote pale ulipo uweze kuchukua clip hii na uweze kushare, upelekee rafiki, jamaa, ndugu, kila mmoja. Hakikisha usiwe mchoyo, omba pamoja na watu wengine, itakuwa ni baraka nyingi sana na utakuwa umeifanya. Tumeanza maombi ya siku 21. Nikualike sana katika maombi ya siku 21, ambapo tutaendesha maombi kupitia mtandao wetu wa YouTube majira yale ya saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kila siku kwa siku 21. Niombe popote pale ulipo, basi chukua hatua ya kufunga, jidhabihu, ufunge na utamuona Mungu kwa namna ya ajabu. Maombi yetu ambayo tulionayo ni kwa ajili ya malango 12, na kwenye malango haya tutatembea nayo kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 12. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia mfululizo mzima wa maombi haya ya milango 12. Lango letu la 5 ni lango la miguu. Kati ya vitu vingi ambavyo watu wengi hawajui ni kwamba miguu ni lango. Miguu ni lango, tena miguu ni lango kubwa sana katika ulimwengu wa roho, na usipoliombea lango hili utashangaa linatekwa. Lango hili ni lango la miguu, ni lango kubwa sana. Natamani nikusomee maandiko kidogo, tupitie hapa kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile 11:24. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 na mstari wa 24. Biblia inasema, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea la jangwa la Lebanoni na tokea mto Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Umeona? Anasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu, umenelewa, patakuwa penu. Unaweza kuona hii?
Maana yake lango la miguu limepewa upako maalum wa kumiliki. Kwa kama hujawahi kushughulikia miguu yako na kila siku unaenda kazini na ushughulikie miguu, 2026 usiwe ni mtu wa kawaida. Anza kuombea lango lako la miguu. Glory to Jesus. Kwenye kitabu cha Yoshua 1:3. Yoshua 1:3 nasemaje? Yoshua 1:3 nasemaje? Yoshua 1:3 nasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Unaona? Umeona? Anasema hivi, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yako nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Unaona? Unasikia hapo? Kwa hiyo kama alivyomwapia Musa, anamwambia kila mahali zitakapokanyaga nimewapa. Maana yake anamwapia Musa, anamueleza kabisa Musa kwamba miguu itakapokanyaga patakuwa ni penu. Sasa unaweza kuona kwamba miguu imepewa upako wa kumiliki, imepewa upako wa kutawala. Umeona? Sasa wewe kwa kuwa uiombei miguu, umeona? Kwa kuwa uiombei miguu, ndio maana miguu yako imefanikiwa. Unaona? Ndio maana miguu yako imeshambuliwa. Ndio maana miguu yako imeshambuliwa, na ujui inashambuliwa kwa namna ipi, hiyo miguu yako ujui. Lakini soma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 13:27. Ayubu 13:27 anasema, waitia miguu yangu katika mkatale, unaona, na kuyaua mapito yangu yote, wajiandikia alama kuzizunguka nyayo za miguu yangu. Unaona? Sasa we miguu yako iombei, ona kinachofanyika. Waitia miguu yangu katika mkatale. Hiyo mikono ambayo iombei wenzako wameshaifunga. Unaona? Na kuyaua mapito yangu yote, na mapito yako wameshayaua. Unaona? Wanajiandikia alama kuzunguka nini? Nyayo za miguu yangu. Unaweza kuona sasa? Kwa maana yake ile miguu ambayo wewe hauifanyii kazi, wachawi ndio wanaitumia. Wameshaizunguka, wameshaiteka, wameshaifunga, na wewe uelewi. Ifike mahali miguu yako itolee dhabihu, itolee sadaka, ifungue, kwa sababu hilo ni lango la kumiliki, ni lango la kutawala, kama tulivyosoma kwa Yeshua pamoja na maelekezo ya Musa. Umeelewa? Unapoitolea sadaka miguu yako, uwe na uhakika mwaka 2026 itakuwa ni lango. Popote utakanyaga utamiliki, popote utakanyaga utafanikiwa, popote utakanyaga kutaleta matokeo, popote utakanyaga pataleta neema. Je, ulishai kuitolea sadaka miguu yako? Na miguu yako pia ina vidole 10. Umeelewa? Na yenyewe unaitolea sadaka. Tafuta 10,000, tolea hiyo miguu sadaka, uone mwaka huu kitakachotokea. Mwaka huu utakuwa ni mwaka mlipuko. Ukikanyaga kwenye kiwanja unanunua, ukikanyaga kazini unaonekana ni mtu mkuu, ukikanyaga kwenye biashara unashangaa mambo yameinuka, mambo yamefanikiwa, ukikanyaga kwenye kila eneo unashangaa kuna matokeo makubwa. Ifike mahali mwambie Mungu ya kwamba lango langu la miguu ninalifungua, na utaanza kuona baraka nyingi sana kutoka kwenye kiti cha enzi cha Baba. Na wewe ambaye saa hii unasimama na hii sadaka kwa ajili ya kuifanya miguu yako imiliki, naomba kamata hiyo sadaka, weka kwa miguu yako. Haleluya! Kamata hiyo sadaka, weka kwenye miguu yako, weka kwenye miguu yako pale, anza kuomba na nifuatishe maombi haya. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako na nimesikia sauti yako, sawa sawa na mtumishi wako, kama ulivyosema kupitia mtumishi wako Musa, kokote zitakapokanyaga nyayo za miguu patakuwa pako, na ukasema na mtumishi wako Yoshua. Mungu uliye hai, asubuhi ya leo mwaka 2026 ninafungua lango langu la miguu. Miguu yangu iwe miguu ya kumiliki, miguu yangu iwe miguu ya kutawala, katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja kila nguvu iliyokamata miguu yangu, ikaifunga miguu yangu,
ikaweka kwenye mkatale. Miguu yangu imekuwa miguu ya sala, miguu yangu imekuwa miguu ya madeni, miguu yangu imekuwa miguu ya kupoteza. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo hiyo nguvu inayofanya miguu yangu iwe miguu ya kukataa. Miguu yangu kila inakanyaga inakuwa ni hasara, inakuwa ni madeni, inakuwa kutofanikiwa. Leo ninakataa kila roho yoyote, kila aliyoteka miguu yangu, kila aliyofunga miguu yangu akaifunga, miguu yangu akaishikilia. Leo ninatamka katika jina Yesu, ninafungua lango la miguu yangu, ninafungua lango la miguu yangu katika jina Yesu Kristo. Roho sandarama koria basata rindarama sotorosha ratarama koraba resataraba baba. Ombea miguu yako, kamata miguu yako, anza kuomba kwa damu ya Yesu Kristo. Rikandarama soto rababa koria basaka. Baba, ninafungua miguu. Baba, nafungua miguu. Nafungua miguu ya mama huyo, nafungua miguu ya baba huyo, nafungua miguu ya kijana huyo, nafungua miguu. Risandaramando rabama santa rababa sata roshandarama koria reseterere randaramama ratarabakosha randorosata rikandarabo rasatarababa randaramanda rekenderebebe shandarabo koria. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo nafungua lango la miguu yangu, nafungua lango la miguu yangu. Risando rushanta ratatatata randaramamaso rakashanda rababa roshanda rababa baba. Lango la miguu ninafungua, lango la miguu ninafungua, lango la miguu ninafungua, lango la miguu. Mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. Nafungua lango la miguu, nafungua lango la miguu. Moshantarababa resekiriri roshantarababa rikandarababa kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza miguu yako ya miguu ya kumiliki, miguu yako ya miguu ya kutawala, miguu yako ya miguu ya kushika, miguu yako ifungue milango ya pesa. Miguu yako ikanyage imiliki, ikanyage imiliki, ikanyage itawale, ikanyage kanyaga utakapokanyaga mwaka huu 2026. Baba, kokote utakapokanyaga, miguu yako ifunguke kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Amen. Wewe ambaye umesimama na hii sadaka ya kufanya miguu kumiliki, lango la kumiliki na kutawala, panda sadaka kupitia 0756 934 na unapopanda sadaka yako hii, naomba unitumie kwa njia ya WhatsApp message kwamba umesimama na hii sadaka kupitia 0679 645759. Nitumie namba hiyo ya WhatsApp, nijulishe kwamba umefungua miguu yako na umefanya maombi haya, na mimi nitasimama na wewe kwa kiwango cha ajabu sana. Na nichukue nafasi hii kukualika sana katika maombi yanayoendelea. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwenye siku 21 hizi za maombi, na nichukue nafasi hii kukualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi Morogoro nchini Tanzania, ambako mamia ya watu yanakusanyika kufika katika madhabahu, na amemwona Yesu akifanya kazi kubwa. Mungu akubariki sana na nikutakie siku njema yenye baraka na mafanikio makubwa. Shalom, shalom, shalom.